Mimi nashukuru sana kama mwanasheria ambaye nimekuwa nikitetea haki za wanawake katika jamii. Kwanza niseme na kama mwangalizi wa uchaguzi, kwanza niseme kwamba kama wanawake tumepiga hatua katika nchi yetu kwenye masuala ya kuaminiwa kwenye vyama vya siasa na kuweza kugombea. Kitu ambacho kinanifurahisha zaidi ni kwamba kwa mara ya kwanza wanawake watatu wanawania uraisi. Maana yake ni kwamba hata vyama vitatu, kwa sababu kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili uweze kuwa mgombea wa chama chochote ni lazima upitie kwenye chama cha siasa. Sasa kama chama cha siasa, hivyo vyama vya siasa vitatu vimeweza kuamini akina mama wasimame na kuweza kuwania uongozi wa nafasi ya juu kabisa katika nchi yetu. Huu ni ushindi mkubwa sana kwangu mimi kama mwanamke. Kwa hiyo ninaendelea kuwaomba wanajamii wote watambue kwamba sehemu au muda tuliofika kwa sasa ni muda ambao tunapaswa kuaminiana, kwa maana ya kwamba akiwa mwanamke anayo haki ya kuweza kuwa kiongozi, akiwa mwanaume anayo haki ya kuweza kuwa kiongozi, lakini wakati huo tuone kwamba Tanzania kumekuwepo na mabadiliko makubwa sana ya uongozi wa wanawake. Wanawake sasa hivi wanaaminiwa mahakamani, mfano mahakama ya rufani mpaka kufikia tarehe 20 ya mwezi wa kwanza 2025 ilikuwa na majaji 40. Tuna wanawake 13. Mahakama kuu ilikuwa na majaji 105. Tuna wanawake pale 40. Kwa hiyo unaweza ukaona na maamuzi yaliyo mengi ya wale kina mama wamekuwa wakiyatoa vizuri. Kwa hiyo ni vizuri sana, ni waombe sana wananchi, tunapoenda kuchagua tusiwasahau akina mama. Wewe ambaye unayeenda kusikiliza zile sera za wagombea ndio unayepata haki ya kutathmini ni yupi ambaye ninamuona anafaa kwa miaka 5 ijayo. Mimi kimsingi sio jukumu langu la kusema naomba mchague fulani. Lakini mimi kama mwanamke ambaye pia ni mtetezi wa haki za wanawake, niseme kwamba sasa ni muda wa kina mama na kina baba mtuunge mkono. Imefika wakati ambao kimsingi kwenye jamii yetu ya Kitanzania tuendelee kuamini kina mama, kwa sababu wamekuwa wakifanya mambo makubwa. Naweza tu nikatolea hata mfano uongozi wa Mama Samia. Amefanya vitu vikubwa sana. Mfano ukiangalia na mwaka huu Tanzania tumeazimisha, tuseme dunia nzima tumeazimisha miaka 30 ya Beijing. Kwenye miaka 30 ya Beijing katika ule mkutano kulikuwa na mambo makubwa 12 ambayo yanapaswa kila nchi kuyatekeleza. Mfano wanawake na uongozi, wanawake na elimu na mafunzo, wanawake na mazingira, yani vitu vingi ambavyo ukiangalia mfano kwa awamu ya Mama Samia, mfano swala la mazingira, amekuwa duniani kote anakoenda amekuwa kihubiri umuhimu wa kuwa na mazingira salama. Lakini ukiangalia pia namna ambavyo amejitahidi kumtua kuni kichwani mwanamke kwa kutoa mpaka ruzuku kwenye gesi, ili gesi iweze kupatikana vizuri, badala ya mwanamke huyu ambaye alikuwa anatumia mkaa, macho yakibadilika wanasema ni mchawi, basi hilo tatizo liwe limeisha. Kwa hiyo unaweza ukaona namna ambavyo wanawake wakipata nafasi wanafanya makubwa sana kwenye jamii, kuweza kuwa natatua changamoto zangu. Ziwe changamoto za kiafya, changamoto za elimu, changamoto za barabara, changamoto za kila kitu. Na wengine huwa wanaamini labda kwenye jamii ambaye anapaswa kuwa kiongozi tu ni mwanaume. Lakini sio kweli. Kwa sababu tumeona akina mama walio wengi wakiwa na uwezo mkubwa sana wa kiuongozi. Hata kina mama kwenye ngazi ya kijiji, kina mama kwenye ngazi ya mtaa, kwenye ngazi ya vitongoji, akiwa mwenyekiti unakuta ule mtaa au kile kitongoji kimepangiliwa vizuri sana. Kwa hiyo kina mama ni watu ambao kwanza wamejaliwa ubunifu. Fikiria mfano katika Tanzania yetu sasa hivi swala la michezo Tanzania. Ile kauli ambayo tulikuwa tunaitwa kichwa cha wenda wazimu, siku hizi hatuna. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ubunifu ambao umeletwa kwenye michezo. Timu hii ikishinda inapatiwa kitu fulani, inahamasisha wale wa timu, wananchi wenyewe wanahamasika kuweza kushabikia timu, iwe ni timu ya taifa, iwe ni hata kwenye michezo. Mfano tunajivunia Mtanzania mwenzetu ameweza kuwa
mshindi wa kwanza kwenye mbio za kimataifa kwa sababu ya hamasa ambayo inatokana na kina mama, ambaye Mheshimiwa Rais kwa kweli na timu yake na serikali yake kwa ujumla kwenye swala la michezo wameweza kutoa hamasa kubwa sana. Hata kwa kina mama, ile timu ya kina mama ya miguu wameweza kufanya vizuri sana kwa sababu ya ubunifu na namna mbalimbali, kama kiongozi mwenye vionjo, mwanamke mwenye vionjo tofauti, kuwawezesha wananchi waweze kufanya yale ambayo wanaona yanafaa kwenye jamii. Lakini sasa pia niseme kwamba kwa mujibu wa ibara ya 5 ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inatoa haki kwa kila Mtanzania ambaye amejiandikisha na amefikisha miaka 18 na ana akili timamu aweze kupiga kura. Kwa hiyo mimi ni waombe wa Tanzania, kama mtu ambaye nimekuwa nikitetea haki za kiuchaguzi, ni waombe wa Tanzania tarehe 29 ya mwezi wa 10 waweze kujitokeza kwa wingi na kwenda kuchagua viongozi wao wanaowapenda. Sasa hivi tuko kwenye kampeni, ni wasihi wananchi wajitokeze, waende kwenye kampeni, wasikilize manifesto za wagombea mbalimbali, alafu inapofika sasa hiyo tarehe 29 waende kupiga kura, ambapo kura sasa tunaanza kupiga kwa mujibu wa sheria saa 1 asubuhi, kituo kinafunguliwa mpaka saa 10 jioni. Na inapotokea sasa wale ambao wanakuwa wako kwenye msururu au foleni saa 10, wao wataendelea kupiga kura. Lakini tuwaombe wananchi wasije wakasubiria imefika saa 10 ndo anaenda kwenye kituo cha kupiga kura, atazuiliwa. Kwa hiyo tuwaombeni chonde chonde wote tujitokeze na tufanye uchaguzi sahihi hiyo tarehe 29 bila kukosa. Mpaka saa 10 inapotokea sasa wale ambao wanakuwa wako kwenye msururu au foleni saa 10, wao wataendelea kupiga kura. Lakini